Mtaji wetu wa kwanza sisi ni amani. Mtaji wetu wa pili ni afya. Mambo yale mengine sio akili, ofisi, sio degree, hayo ni ya baadaye. Lakini kama nchi yako haina amani na kama huna afya njema, sio rahisi kutoboa kwenye maisha. Kwa nimekuja tu kukumbusha ya kwamba stendi yetu hii ya hapa Geita iendelee kuwa kitovu cha amani na kusambaza upendo kwa abiria anayekuja ndani ya mkoa wa Geita na anayeondoka ndani ya mkoa wa Geita. Jambo langu la pili, nakuja kuomba, uchaguzi ni nafasi nyingine tena ya kutupa mwelekeo mpya wa miaka mitano. Uchaguzi si sehemu ya chokochoko za fujo, migogoro, mauaji, hapana. Uchaguzi unapaswa kuwa ni jambo la kufurahia, na kila mwananchi wa Tanzania ana haki ya kusikiliza hoja. Na sisi tunafahamu ya kwamba tuna vyama zaidi ya 18 vinavyoshiriki kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Sasa wako watu wamejipa umiliki kwamba wasiposhiriki wao uchaguzi haupo. Sio sawa. Huwezi kuwa na akili peke yako tu kwamba wewe jambo ukilifanya wewe ndio bora, wakifanya wengine sio nini? Na hiyo ni dalili ya kwamba watu hawa hata wangekuja kupata mamlaka wangeamua kufanya mambo bila kushirikisha watu, kwa sababu wao wanajiona ni bora zaidi kuliko wengine. Sasa vyama 18 vinashiriki. Ukitoa CCM ni vyama 17. Sasa vyama 17 vile vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Vipo kwa mujibu wa katiba iliyobadilishwa tangu enzi za Mwalimu Nyerere akishirikiana na aliyekuwa rais wa kipindi kile Mzee Ali Hassan Mwinyi. Wametimiza matakwa ya kisheria, wametimiza matakwa ya kikatiba, na imeenda mbali zaidi. Tume yetu huru ya uchaguzi imewatambua na wanazunguka nchi nzima kuomba nini? Hata kwa mtu mwingine anasema CCM nyewe mnashindana na nani? Kwa wale sio watu, ni wewe peke yako ndio binadamu. Wale sio watu. Chama ni cha kwako peke yako, kile sio chama. Si sawa. Na kwa nini wameamua kutokushiriki uchaguzi? Hawakuamini walichokiona. Walitarajia Daktari Samia atashindwa kukamilisha daraja la JPM. Waliamini ya kwamba Daktari Samia atashindwa kukamilisha ujenzi wa mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere wenye uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawatt 2000. Takribani trilioni 6.5 zimetumika. Hawakuamini ya kwamba Daktari Samia atakamilisha na awamu ya kwanza ya treni ya kisasa kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma itakuwepo. Mwanzoni waliona tu ni mwepesi watapambana naye. Wakuta kumbe mwanamama amejipanga, mtulivu, msikivu, anapiga mahesabu mapana, masafa ya mbali. Wanakuja kustuka sema kama ile miradi tulotegemea tutaitumia kama kigezo cha kuonyesha hawezi kuwa kiongozi, kaikamilisha. Tunaenda na ajenda gani? Wakakosa ajenda, wakaamua kuchukua mpira wakatia kwa pani, wamekimbia. Sasa hivi wanasema mpaka katiba ibadilishwe ndio siku uchaguzi. Katiba ete nombo. Angwele na visaka nchembe ndio kabisa tu. Visaka maparage. Katiba sio kiazi. Kwa unaweza kubadilisha tu, leo upike hivi, kesho upike hivi. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi kwamba hoja za msingi ndugu zetu hawana. Walichobakiwa nacho ni kutafuta visa juu ya nini? Ya visa. Hatusemi ya kwamba sisi CCM ni watakatifu sana, hapana.
Hatusemi ya kwamba sisi ni malaika, hapana, lakini nia yetu njema inaonekana kwa vitendo, ikiwa pamoja na kuliunganisha taifa ikawa ni nchi moja ya watu wanaopendana. Kwa hiyo niombe, habari ya kwamba uchaguzi haupo, nadhani hata nyinyi wenyewe hamuijui. Kila baada ya miaka mitano tunafanya nini? Tulianza tangu kipindi cha Mzee Mwinyi, miaka yake 10. Kila baada ya miaka mitano tulifanya uchaguzi. Amekuja Mzee Mkapa, tulifanya uchaguzi. Amekuja Mzee Jakaya, tulifanya uchaguzi. Amekuja Magufuli, tulifanya nini? Na sasa iko Samia, tunafanya uchaguzi. Na wengine wasiwaambie, kwa mfano Arusha nilikotoka mimi, jimbo langu la Arusha mjini, mgombea ubunge ni mimi mpya. Arusha tuna majimbo 7, lakini wabunge wa viti maalum wako 2, jumla watu 9. Fikiria, katika majimbo 7 waliorudi wa zamani ni wabunge hawa majimbo haya. Maanake katika majimbo 7, majimbo 5 ni wagombea wapya. Kwa hiyo viti maalum wamekuja watu wapya. Maanake tukifanikiwa kushinda, Arusha itakuwa na wabunge wapya 7 na wazamani wangapi? Hivyo naniambia ni bunge lile lile. Mawazo atakuwa yale. Yaani na mimi nimo mle ndani, tufanane kweli? Kwa mtu asikwambia ni wale ni watu. Kwa nini? Kwa sababu demokrasia iliyoko ndani ya chama chetu imeruhusu watu kushindana kwa hoja, kuonyesha kwamba huyu aliyekuepo akufanya 1, 2, 3, mimi naenda kufanya 1, 2, 3, alafu wapiga kura wa chama chetu wakapima, wakaamua kumpa waliyemwona nafaa. Na hata hapa Geita mjini nimepewa taarifa kwamba mgombea ni mpya, si ndio? Sasa maana yake ni kwamba demokrasia inaendelea kukua hata ndani ya chama chetu. Kwa utafiti mdogo nilofanya, zaidi ya 60% ya bunge letu litakuwa na wabunge wapya. Maana yake ya 2020 hadi 2025 yatakuwa tofauti na 2025 2030. Jambo langu la mwisho, naombeni sana tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Sheria, na huo ndio ujumbe wangu naomba leo. Sheria ya uchaguzi, ikiwepo sheria ya vyama vya siasa na sheria ya uchaguzi, vimefanyiwa mabadiliko, na wote wanaopiga kelele ya kutokushiriki uchaguzi walishiriki kwenye kutoa maoni yao juu ya hayo mabadiliko. Na moja ya badiliko kubwa ambalo linamgusa mwananchi moja kwa moja ni haki yake ya msingi, hata kama chama cha siasa hakijaweka mgombea, akapatikana mgombea wa chama kimoja, una haki ya kwenda kupiga kura ya ndio au ya hapana kama hujalizika naye. Haya mabadiliko yanafanywa na Daktari Samia kwa sababu ni mtu anayejiamini ya kwamba anataka wananchi washiriki kikamilifu kumchagua mtu wanayemwamini. Kwa hiyo inawezekana katika vyama 18 ukakuta kwenye jimbo au kwenye kata wameweka mgombea mmoja wa chama kimoja, vyama vingine havijaweka nini? Mgombea. Lakini kwa sheria hii mpya ya uchaguzi unaruhusiwa kwenda kupiga kura na kura yako itahesabika, eza kama ni kura ya ndio au kama ni kura ya nini? Ya hapana. Kwa mwananchi huna sababu yoyote ya kutokwenda kupiga kura. Kwa nini? Kwa sababu kumbe hata kama hujashiriki kupitia chama chako, una nafasi ya kupiga nini? Na kura yako itahesabiwa na watapatikana watu. Zamani ilikuwa sheria inasema tu mtu aliye mgombea mmoja wa chama kimoja akiwa hana mpinzani mwingine, yeye anahesabika kwa amepita bila kufanya nini?
bila kupingwa. Lakini sheria hii ambayo Daktari Samia ameisimamia na vyama vyote vya siasa kikiwemo na Chadema kilishiriki kutoa maoni, na hatimaye sheria ikatungwa na kuruhusu watu kupiga kura ya ndio na kura nini ya hapana.